usiku huu. Macho yote yanaelekezwa Pakistan. Ujumbe wa Marekani umewasili kwa duru ya pili ya mazungumzo ya amani, lakini je, Wairani watafika Pakistan? Pakistan inajiandaa kuandaa duru ya pili ya mazungumzo ya kutafuta amani kati ya Iran na Marekani wiki hii, lakini bado haijafahamika iwapo wawakilishi wa Iran watahudhuria. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema hakuna uamuzi wowote ambao umefanywa kuhusu iwapo watashiriki katika mazungumzo hayo, licha ya rais kusema kuwa kila njia ya kidiplomasia inapaswa kutumika ili kupunguza mvutano na Marekani. Ujumbe wa White House ukiongozwa na makamu wa rais JD Vance unatarajiwa kuwasili Islamabad hii leo. Iran pia imeahidi kulipiza kisasi baada ya Marekani kukamata meli moja ya mizigo inayopeperusha bendera ya Iran katika Ghuba ya Oman. Jeshi la Marekani lilisema lilifyatua risasi kadhaa kwenye meli hiyo na kuzima injini yake baada ya kujaribu kupita kizuizi kilichowekwa na Marekani. Wamarekani wanasema meli hiyo ilipuuza maonyo yao mara kwa mara kwa zaidi ya saa 6. Lakini msemaji wa jeshi la Iran ametaja utekaji nyara huo kuwa ni uharamia wa kutumia silaha na ukiukaji wa usitishaji mapigano. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran kwa wiki 2 yanatarajiwa kukamilika Jumatano wiki hii. Jana Jumapili, Trump alitishia tena kuishambulia vinu na madaraja ya Iran ikiwa makubaliano kamili hayataafikiwa. Kwa habari za hivi punde zaidi kuhusu matarajio ya mazungumzo hayo, huyo hapa mwandishi wetu wa habari kutoka Islamabad, Kerry Davis. Pakistan imejaribu kuendeleza kasi ya mazungumzo haya. Katika kipindi chote cha wiki iliyopita, tulimwona waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif akisafiri hadi Saudi Arabia, Qatar na hadi Uturuki. Na tunajua kwamba mkuu wa jeshi la Pakistani pia alikwenda Tehran na kuzungumza na maafisa wakuu wa Iran. Tunaelewa mikutano hiyo ilikuwa ikiendelea kwa zaidi ya siku kadhaa. Kwa hivyo Pakistani inajaribu kuweka kasi kwenye mazungumzo haya na Marekani watakuwa kwenye mazungumzo. Lakini jambo la msingi hapa, kama kutakuwa na mazungumzo, kuna uhitaji wa pande zote mbili kukaa kwenye meza moja. Sasa athari za mzozo nchini Iran na Mashariki ya Kati kwa ujumla zinaonekana Afrika Mashariki, ambapo eneo hilo linakabiliwa na shinikizo kubwa la kiuchumi. Sekta ya chai nchini Kenya pia imeathirika kwa kiasi kikubwa. Hii hapa taarifa ya mwanahabari wetu Calvin Jabedo. Nchini Kenya, wakulima wanakabiliwa na hofu kwa sababu ya vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii ni kwa sababu makabiliano yanayoshuhudiwa hususan nchini Iran yametatiza usafirishaji wa mazao yao. Ukulima ambao mauzo yake ni takriban dola milioni 800 kila mwaka umeathirika kwa kiasi kikubwa, ikikisiwa kuwa kwa sasa mauzo ni dola milioni 9 pekee. Hii ni kutokana na vita hivi vilivyoathiri soko la mazao tofauti kama majani chai na maua. Tunauza bidhaa zetu kwa mataifa ya Mashariki ya Kati kama Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Milki za Kiarabu, Bahrain, Oman na Iraq. Hasara tunaipata kwa siku ni kati ya dola 30,000 na 50,000. Hii ni hasara kubwa sana ukizingatia kuwa soko letu kubwa liko Mashariki ya Kati. Sekta ya majani chai imepoteza takriban dola milioni 1.4 tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza zaidi ya mwezi mmoja sasa. Itafika ile wakati ambao wale wanunuzi wetu wa chai hawataweza kabisa kununua chai yetu, na tutakuwa na changamoto kubwa ile ambayo tunaita kwa lugha ya Kiingereza overproduction na oversupply ya majani chai. Hiyo ni kumaanisha tutaweza kuchuna chai mingi zaidi juu production ya chai lazima iendelee kama kuna vita ama hakuna. Alafu sasa hiyo chai haitakuwa na pahali ya kupelekwa. So hiyo ni kumaanisha kutakuwa na chai mingi sana, hatutaweza kuiuza na hatutaweza possibly kupata pesa ya kugharamia zile expenses zenye tuko nazo katika shamba. Eneo la Mashariki ya Kati linanunua 20% hadi 30% ya majani chai kutoka kwa mnada huu. Na Pakistan ambayo ni jirani wa Iran pia hununua 40%. Kwa hivyo tunazungumzia mgao wa mauzo ya sokoni wa 65%. Vita hivi vikiendelea, basi athari yake itakuwa kubwa na mbaya zaidi kwa soko la majani chai na hasa kwa washikadau wakuu katika sekta hiyo. Vita vya Iran ni kama mtego wa panya, unawanasa waliomo na wasiokuwamo. Sasa wakulima nchini Kenya kama hawa majani chai wamejipata katika njia panda, kwani vita hivi vinaathiri kipato chao, kwani soko zao zimeathirika. Wakulima wengi sasa wanahofia kuwa huenda wakapoteza kipato chao kabisa ikiwa mzozo huu utaendelea.
Sekta ya majani chai ni kitega uchumi kwa mamilioni ya watu nchini Kenya, hususan wakulima wadogo. Kwa hivyo, vita hivi vikizidi kuendelea, basi wengi watakosa ajira na hata kulala njaa. Watoto watakosa kwenda shuleni na familia nyingi zitakosa njia ya kukimu gharama ya maisha. Ingawa bara la Afrika halijahusika kwenye mzozo huu, athari zake zimesambaa kote. Nchini Uhabeshi, uhaba wa mafuta umekithiri huku raia wengi wakiathirika na mfumuko wa bei ya bidhaa hiyo. Nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu ameomba wananchi watumie mafuta iliyoko kwa uangalifu, kwani bei imepanda ilhali mafuta hayo hayapo kwa wingi. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba na nyinyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Macho yote sasa yanaangazia Marekani, Israeli na Iran kuona kama kusitishwa kwa mapigano haya yatadumu ama kitumbua cha wakulima hawa kitazidi kuingia mchanga. Calvin Jabedo, BBC, Dira ya Dunia. Ripoti hiyo ya Calvin Jabedo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Sasa kuna takriban visa 100 mpaka sasa vilivyorekodiwa vya watoto waliozaliwa na wanajeshi wa Uingereza karibu na kambi ya jeshi nchini Kenya tangu miaka 1990. Hawa watoto wamekuwa bila kuwajua baba zao, wakati mwingine wakikumbana na umaskini au kutengwa na jamii zao. Baadhi wanaendelea kupata majibu ya miaka mingi sasa kwa usaidizi wa wakili mmoja wa Uingereza anayewasilisha ushahidi kutoka kwa hifadhi data ya vinasaba iliyoko katika mifumo maalum na kufanikiwa kuwabaini baba zao. Uchunguzi huu ulifanyika kwa ushirikiano wa BBC Africa Eye na World of Secrets podcast. Ripoti hiyo iliandaliwa na mwanahabari Ivana Davidovich. Inawasilishwa kwetu na Leila Mohamed. Yvonne anatoka kaunti ya Nanyuki, makao makuu ya kikosi cha mafunzo ya jeshi la Uingereza nchini Kenya, BATUK, wanapopitia maelfu ya wanajeshi kila mwaka. Alikuwa bila baba yake mwanajeshi aliyetoweka na akaambiwa kuwa alikuwa amefariki. Babu yangu alikuwa akifanya kazi BATUK. Alikuwa kinyozi. Aliletewa ujumbe. Nafikiri wanajeshi waliokuwa wakifanya kazi na baba yangu walisema kwamba alifariki akiwa kazini jeshini. Sasa simulizi kwamba baba yake alifariki inachunguzwa. Sikuamini kwamba mtu huyu amekufa. Wakili wa Uingereza James Neto anasaidia familia kupata majibu kwa kuleta hifadhi za data za kibiashara za vinasaba, yani DNA, katika kesi za mahakama ya familia kwa mara ya kwanza ili kufuatilia ndugu wa kibiolojia na katika baadhi ya matukio kubaini baba. Lakini tofauti na baadhi ya kesi, Yvonne hakuwa na taarifa yoyote ya kuanzia. Hakukuwa na jina, hakuna rekodi wala sehemu ya wazi ya kuanzia. Kisha kukapatikana njia. Ulinganisho wa mbali wa DNA ulionekana kwenye tovuti